harakati za Mwikenda zinakuletea baadhi ya mambo yaliyojiri katika ibada ya kukaribisha mwaka mpya wa 2026 katika kanisa la Carmel Assemblies of God Ipagala, makao makuu ya nchi Dodoma. Na hapa ni askofu mkuu wa kanisa hilo Dr. Evans Chande akiwasihi viongozi wa dini na Watanzania kwa ujumla kuacha mijadala ya kidini isiyofaa inayoendelea kwenye mitandao ili taifa lisije likafikishwa pabaya na hatimaye kuangamizwa. Ndugu zangu, naomba tuiache, itaingiza taifa mahali pabaya. Naomba nichukue nafasi ya kuwakumbusha, kama hamkumbuki, mimi nakumbuka. Wakati wa awamu ya 4 kulitokea mizozo ya kidini ya kuchinja nani ya chinja, ilitupelekea mahali pabaya. Mnakumbuka wenyewe kule Geita mambo yaliyotokea. Niwakumbushe, tusiingize taifa kwenye mgogoro, tusiingize taifa pabaya. Tuache mijadala ya kidini inayoendelea kwenye mtandao wa kijamii. Inaanza kidogo kidogo hivi, mara anaongea, kesho anaongea yule anajibu, huyo anaanzisha, huyo anajibu, huyo anaanzisha, huyo anaanzisha, huyo anajibu. Utaliangamiza taifa la Tanzania. Serikali iliingia gharama kubwa katika kutatua ule mgogoro wa ndani ya nchi. Kama wewe tulikaa vizuri baada ya serikali kuchukua mzigo mzito, vikao vya kutosha kuhakikisha kutatua mgogoro uliotokea. Tukamaliza mgogoro. Tusiingize taifa pabaya, ndugu zangu. Sisi ni wamoja, sisi ni Watanzania. Tunaweza kujiuliza kwamba miaka yote mbona kila mtu alikuwa anaenda msikitini na mwenye kwenda kanisani alikuwa anaenda kanisani, halafu mkikutana kwenye mpira mnapeana tano, mnacheka, mnafurahi. Hayo maisha. Tusiingize taifa pabaya. Naomba mijadala hii, ndugu zangu, ninawaomba viongozi wenzangu wa dini, tuache hii mijadala inaendelea, italiingiza taifa pabaya. Tuna mambo mengi ya kusema katika hili. Sisi tumeingiliana. Familia moja hiyo ina mchanganyiko wa Uislamu na tunaishi kwa kuvumiliana. Tusianze kuchokonoana kila mtu udhaifu wake. Ukianza kuchokonoa udhaifu wa Kristo, utachokonoa udhaifu wa Uislamu, baadaye utaanza kuona makosa, baadaye hasira zinapanda, tunaanza kuongezana. Ninawaomba Watanzania wenzangu, tuache haya. Aliyekuletea tukio hili kutoka hapa makao makuu ya nchi Dodoma ni mimi Richard Mwikenda wa Kamanda wa Matukio Online TV.